Huu ni mwezi gani? Ni mfungo tatu. Kwa jina lake la Kiislamu, la kalenda Kiislamu, kuna jina maalum? Jina maalum hilo kidogo limenitoka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa TV ya kupendwa Halal Charity TV, karibu tena ndani ya kipindi cha Waijua Dini Yako, na leo hii tukiwa Mtwapa ndani ya Masjid Gibran iliyoko katikati ya Mtwapa. Swali la leo kwa Waislamu na waumini wa mtaa huu ni je, ni mwezi gani katika kalenda yetu ya Kiislamu ambao Waislamu wanatekeleza ibada kubwa ya Haji? Ungana nami tukipata faida na majibu kutoka kwa wakazi wa area kama hii ya Mtwapa. Majina ya nani brother? Mimi naitwa Jamal. Jamal, swali la leo rahisi sana. Swali linasema hivi: ni mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu ambao Waislamu wanafanya ibada ya Haji? Mwezi wa 6. Uitwaje mwezi? Naam? Uitwaje jina la mwezi? Jina la mwezi kwa kweli sijui. Lakini unajua ibada ya Haji? Najua lakini najua. Majina ya nani bro? Kwa majina mimi naitwa Mselem Nasor. Mselem Nasor. Swali la leo ni naam, nitajie mwezi wa kalenda ya Kiislamu ambao mwezi huu watu wanafanya ibada ya Haji. Mwezi huo unaitwa Dhulhijja. Dhulhijja. Naam. Barakallahu fik. Mabro. Majina ya nani bro? Nasoro Mpamba. Nasoro, katika kipindi chetu cha leo Jua Dini Yako, swali lasema hivi: ni mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya Haji? Dhulhijja. Dhulhijja. Mashaallah, barakallahu fik. Takbir. Allahu Akbar. Majina ya nani brother? Haji Sabur. Haji Sabur. Swali la leo rahisi sana. Ni mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya Haji? Dhulhijja. Dhulhijja. Barakallahu fik. Majina ya nani bro? Juma Muhammad. Juma Muhammad. Katika swali letu la leo linasema hivi: katika kalenda ya Kiislamu ni mwezi gani ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya Haji? Mwezi wa Haji. Kalenda ni mwezi gani ambao Waislamu wanafanya ibada ya Haji? Mwezi wa 12. Waitwaje jina? Dhulhijja. Dhulhijja. Barakallahu fik. Amin. Mzee wetu kwa jina waitwa nani waambie? Ramadhan bin Mwasema. Ramadhan. Swali la leo ni katika kalenda ya Kiislamu kuna mwezi ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya Haji. Huu ni mwezi gani? Ni mfungo tatu. Kwa jina lake la Kiislamu, la kalenda ya Kiislamu, kuna jina maalum? Jina maalum hilo kidogo limenitoka. Mwezi wa hiyo imenitoka hiyo. Kwa jina waitwa nani? Bakari. Bakari. Swali la leo lasema hivi: katika kalenda ya Kiislamu kuna mwezi mmoja ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya Haji. Huu mwezi unaitwaje? Eid Haji. Naam? Eid Haji. Huu mwezi unaitwa Eid Haji. Eid al-Haji. Wazajaribu tena. Ni mwezi wa siku kwa mfungo tatu najua vinavyokuwa. Kwa jina lake sasa. Jina lake mtoka. Ni Haji najua ndio wako tunafuatia hiyo. Eid ni baada ya Hija, si ndio? Sasa huu mwezi jina lake wanaita mfungo tatu lakini kuna jina maalum. Jina maalum. Ndio nitoka. Kutoka kwa jina cha nani boss? Kwa majina naitwa Shafi Maro. Shafi. Swali letu la leo katika kipindi chetu chasema hivi: swali rahisi sana. Ni mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu ambao Waislamu hutekeleza ibada ya Haji? Ni Dhulhijja. Dhulhijja. Mashaallah, barakallahu fik. Dhulhijja ama Dhulhijja? Dhulhijja. Naam. Shukran. Zawadi yako. Bismillah. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mzee wetu Mzee Bakari Korosho mwenyewe
Leo katika swali letu la kipindi chetu Wajua Dini Yako ni hivi. Katika kalenda ya Kiislamu kuna mwezi ambao Waislamu watekeleza ibada ya haji. Huu ni mwezi gani? Watekeleza ibada ya haji. Naam. mfungo tatu. Mfungo tatu. Jina lake maalum Dhulhijja. Dhulhijja. Barakallahu fik. Shukran sana mzee wangu. Mwajini utanani mi brother? Jina naitwa Omar Faruk. Omar Faruk mwenyewe, mashaallah. Khalifa. Mashaallah. Kuna swali leo. Naam. Swali linasema hivi. Ni mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya haji? Katika kalenda ya Kiislamu mwezi ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya haji ni mwezi wa 12 ambao yaitwa Dhulhijja. Dhulhijja. Naam. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Utoe maoni kwa Waislamu kuhusu kuijua dini yao. Natoa maoni kwa Waislamu, ni wajibu na ni muhimu kujua dini yetu na kujua miezi yetu na miaka yetu, lakini Waislamu tumepotea, tunajua miaka tu ya kijahilia, lakini wetu tutausahau. So unaona sasa, kama mimi umeniuliza mwezi wa Hija, mimi najua fungo tatu Dhulhijja. Sasa hiyo haiko katika akilini, unaona makosa ndio hayo sasa. Kwa hiyo natoa wito kwa Waislamu, tujue dini yetu, tujue miaka yetu, tujue siku zetu na miezi yetu pia. Kuna mwezi wa Muharamu, kuna mwezi wa Dhulhijja, kuna mwezi wa, yani miezi ni mingi kwa jumla ambayo tunataka sisi tuijue. Kwa mfano sasa hivi sasa ni tunaita ni mfungo mosi, lakini Kiislamu si mfungo mosi, si una jina lake Shawwal. Shawwal, mwezi wa Shawwal. Alafu kuna ule mwaka, mwisho wa mwaka ule ambao tunasema ni mfungo 4, ambao ule ni mwanzo wa mwaka. Sisi hatujui, na si mimi tu, wengi ambao hatujui. Ukimwambia mwaka wa Kiislamu unaanza lini, hajui, anakuambia ni mfungo mosi, na sio huo, si mfungo mosi. Hii ni Shawwal, sio mfungo mosi. Kwa hiyo sasa lazima tujue dini yetu. Shukran sana. Allah kubariki. Jazakallahu khair. Na nyinyi pia Mungu awabariki. Amina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Katika kipindi chetu ile swali la leo nimesikia ni kuhusu mwezi ambao Waislamu wanatekeleza ibada ya haji. Wengi wamekosa ile swali na alhamdulillah kuna watu wamepata ile swali. Sasa kuna swala mahali nataka wewe ujaribu kurekebisha ama ujaribu kusawazisha ile swala la mfungo tatu na Dhulhijja. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Wajua, mashallah, alhamdulillah, kuna watu wanahesabu miezi Kiswahili na yakubalika, lakini watu wajua kuna mfungo tatu, kuna mfungo pili, kuna mfungo mosi. Kwa hivyo hizi ni hesabu ambazo kwamba wazee wetu wa kizamani wanazifahamu na wanazitambua, na mtu akisema ni mfungo tatu yuko sawa. Lakini najua nyinyi jawabu ambalo kwamba mlikoko mwalitafuta ni mwezi wa Dhulhijja, na ni sahali, lakini yani sikustaajabu, lakini wasikitika kuwa kuna watu yule aliyosema mfungo tatu yuko sawa, yule akataja Dhulhijja kwa sababu mwanaambia kwa kuna watu hawajui haji yafanywa mwezi gani. Yani subhanallah, wajua jambo la kusikitisha, kwa sababu kama sisi ni Waislamu na nguzo za Kiislamu ni 5 na kufanya haji ni katika nguzo 5 ambazo kwamba ni lazima zijulikaniwe, lazima Muislamu azijue kwa majina, azihifadhi ndani ya moyo wake, azijue kwa lugha ya Kiarabu na lugha ya Kiswahili, kwa sababu ndo aweze kuelewa yuwafanya nini. Kwa sababu mtu tu ile Dhulhijja ni mwezi kwenda kufanya haji. Saumu Ramadhan ni kufunga mwezi wa Ramadhani ambao kwamba ni saumu ya lazima. As-sala ni kusimamisha swala ambazo kwamba ni hizi swala 5 ambazo kwamba ni faradhi. Shahadatu an la ilaha illa Allah ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, na az-zaka ni kutoa zaka kwenye mali yangu mara moja kwenye mwaka, ima kwa mazao yangu ama kwa wanyama ama kwa senti, na ina viwango vyake maalum na ina watu maalum wako ambao watapewa. Haya ni mafundisho ambayo kwamba ni fardhul ain, ni wajibu juu ya kila Muislamu kwa dhati ya nafsi yake. Hii haina ati fardhul kifaya, hii ni lazima kila Muislamu ajue nguzo 5 za kwa Kiarabu na azijue kwa Kiswahili.
yani ile maana yake kwa shahadatu an la ilaha illa Allah, maana yake wa anna Muhammad rasulullah, wa iqami sala wa itai zaka wa saumu ramadan wa hajjul baiti liman istata ilayhi sabila. Hii hadithi lazima kila mmoja ajue, ni fardhi kujulikana, ni wajibu ijulikane, mtu ajue maana yake, mtu ajue yamaanisha nini, maana ya juu na maana ya ndani, kwa sababu ndo asli ya dini. Hii ndo foundation ya dini, hii ndo sijui semeje. Yani kama mtu hajui, basi kuna mapungufu makubwa kwenye mujtama, na labda hata sisi kama ambao wasimamizi wa dini tutanyoshwa vidole. Vipi sisi tuko jamaa mimbara na watu hawajui? Yani subhanallah, yani kwa hakika mimi nipiga ujami, wanaona kwenye social media mtu yaulizwa sura hajui, mtu yaulizwa shahada hazijui. Nimeona imefanywa Tanzania, naona imefanywa kwenye nchi za bara la Arabu, lakini hapa kwetu hii ni ya kwanza mimi kusikia fanyika, na wallahi ni ya kutamausha, ni ya kushangaza na ya kusikitisha kwa muda huo, na bimaana hata sisi ambao kwamba tusimama juu ya mimbar tutoa madarasa tusichukulie kwa vivi vitu vijulikaniwa, bali ni vitu ambavyo kwamba mara baada ya mara yabidi turudi tufundishe watu ili wapate kufahamu, kwa sababu ndo asili ya dini. Alhamdulillah rabbil alamin, tumeweza kufika tamati ya kipindi chetu cha leo cha Waijua Dini Yako, na swali la leo likiangazia ibada tunayotarajia mbeleni ya haji. Swali lilikuwa ni je, ni mwezi gani katika kalenda ya Kiislamu Waislamu wanatekeleza ibada ya haji? Na jawabu ni mwezi wa 12 katika kalenda ya Kiislamu ambao ni Dhulhijja. Nimekuwa wako al-akh Yusuf Musa, na nyuma ya kamera amekuwa ndugu yangu Hassan Adam Yusuf. Tupatane wakati mwingine.